mkuu wa wilaya, lakini kwa pekee sana mwenyekiti wa wafanyabiashara na viongozi wote wa jumuiya za wafanyabiashara, wafanyabiashara wa Makambako na wananchi wote ambao wanafanya shughuli zao za kuingizia kipato hapa Makambako. Na kwanza ninawashukuru kwa kuweza kujitokeza asubuhi hii na kuweza kuahirisha shughuli zenu kidogo sana ili tuweze kuzungumza. Kwa hiyo mkutano wangu hauna mambo mengi, ni mkutano mfupi sana. La kwanza, mwenyekiti wa wafanyabiashara, Makambako ndio lango la mkoa huu. Ni lango la mkoa wetu kwa kila kitu. Na sisi kama serikali ya mkoa, narudia, kama serikali ya mkoa na vyombo vya ulinzi vya mkoa wa Njombe, tulichukua tahadhari kubwa mwenyekiti, kwa sababu hakuna hisia ambayo sisi tuliikuza toka maneno yalipoanza kuzungumzwa mitandaoni, toka maneno yalipoanza kuzungumzwa kwa maandishi, watu kujirekodi na kwa kila aina ya hisia. Lakini kwa kuongea hayo, lazima tukumbushane kwamba matukio haya, tutaongea lugha zote, lazima tuyakemee. Hayapaswi kushabikiwa kwa sababu yana madhara makubwa kwenye maisha yako, kwenye shughuli zako. Lakini kuna mtu hapa alizungumza, bado tuna hofu, alikuwa ni Sasanga, niwathibitishie fanyeni biashara. Naomba niwathibitishie, fanyeni biashara zenu kwa uhuru. Masaa mpaka saa ngapi? Sisi Njombe tunasema fanya biashara. Niliwaambia siku ya kwanza kabla uchaguzi, huu ni mkoa wa biashara. Watu wanapita hapo Kondoa, wanaenda Songea, wanataka wakute Kondoa pako wazi wali chakula. Fanya biashara. Mama Chamanga, hoteli yako ifanye kazi. Gesi za Makambako zifanye biashara. Vyombo vya usalama vipo, tuweke ushirikiano. Tusiwe biashara. Marejesho ya mwisho wa mwezi yapo. Si unaelewa? Tusiwe biashara. Tufanye biashara. Naomba mtumie nafasi hii kuwatoa hofu watu wa Makambako, na kupitia watu wa Makambako ni watoe hofu watu wa mkoa wa Njombe. Fanyeni biashara kama ambavyo tulifanya biashara wakati wote. Asante. Hii ni mashahidi. Niliwaambia kabla uchaguzi, yeni kula sikuwa kwenye biashara, fanya biashara. Yametokea aliyotokea, baadhi ya watu wakasimamisha biashara zao. Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo na sisi kwenye mkoa tunayatekeleza. Biashara zote zimerejea kama kawaida. Fanyeni biashara zenu vizuri. Lakini ukimtilia mtu shaka, usilali anaikomoa serikali. Sema kuna mtu hapa, kuna mazungumzo tunaona hela afya. Unaweza kuwa kama nyani, kama yule mtu nyani aliyeona watu wanafyeka mahindi, akashangilia, akasema kwamba yeye mahindi alikuwa anakula yeye. Aliposikia mkulima wa mahindi kafa, akashangilia kwamba sasa atakuwa anakula bure haya mahindi. Bana, yule mkulima alikuwa anakuja hapa na bunduki, anapiga kwenye mahindi na kimbia, kafa, akasema sasa atakuwa anakula kwa asubuhi, mchana, jioni. Akala mahindi yote akaisha. Baada ya hapo mkulima mahindi mengine akawa hayupo. Kikapata kifo cha nyani. Nyani akafa. Maka alishangilia kifo cha mkulima wa mahindi. Hapana, yule mkulima yule anasubiri kila siku na piga majani kwenye mahindi yake. Akujua mkulima akifa, mahindi hata limwa. Kwa alikufa anajiona yeye mwenyewe, sababu mahindi alikuwa hayapo. Ni machinga soko kuu Makambako na kutokea mtaa wa Mshikamano Makambako. Mimi hoja yangu kubwa kwanza ni kushukuru vyombo vya ulinzi na usalama, akiwepo wakiongozwa na mkuu wa mkoa, kwa hatua mlizochukua, kwa jinsi gani ulivyoeleza hapa, mlivyoweza kukaa vikao kabla ya wiki ngapi nyuma mpaka kafika siku moja. Nawapongeza sana. Yaani hilo nalipongeza sana, nimenipasa niupongeze kwa hilo. Kwa sababu kuna kitu kimetokea Makambako si cha
Yaani si cha kutarajia, kilikuwa kubwa sana, tungeangamia soko lote. Kwa sababu mimi nikiwemo hapa, kuna familia tunategemea, wote hawa wanategemea, hatungeongea, hatungekusanyika leo. Kwa hilo la kwanza nipongeze. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.